Kiongozi, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Kwanza hongera kwa mchezo kutamatika salama, lakini pole kwa wapinzani wako kuchomoa bao mbili mkiwa mnaongoza, lakini wakatoka nyuma na kusawazisha bao hizo. Kwa leo inabidi tuwapongeze tu watani kwa sababu walichokifanya kimestahili, kwa sababu kama ulikuwa umeweza kuongoza mpaka goli mbili alafu wenzako wanarudisha, kwa hiyo tuwape tu kwamba kwa leo wao wanafaa kwa washindi, kwa sababu hata ukiangalia wenyewe umeona wametoka wanafurahia, yani sisi tuna huzuni lakini hao wanafurahia, kwa sababu kwanza wanafurahia kwamba wamepata sare, la pili vile vile bado gepu linabaki kwa pale la alama 5. Kwa hiyo kwa sisi ni maumivu, kwa wao ni furaha. Unahisi ni sehemu gani ambako mwalimu alifeli zaidi mpaka wapinzani wenu wakasawazisha bao mbili? Mimi niseme ni mistake za kimichezo, sababu sidhani kama wachezaji wetu walikuwa wanatamani hili litokee, na wakati zinaingia zile goli mbili kipindi cha mwanzo, mimi nikajua leo hawa watu tunaenda tunafunga hata goli 5, lakini mwisho wa siku matarajio hayakuwa vile ambavyo yalivyokuwa. Kwa hiyo ni uzembe wa wachezaji, kwa sababu hapo tuseme ni uzembe. Kama tumeweza kushinda goli mbili kipindi cha mwanzo alafu wenzetu wanarudisha tena la pili, ina maana hapo ni mistake ambazo walizifanya ambao wamesababisha leo hii sisi tunatoka tunainama kichwa chini. Ni kama mwalimu Steve Becker amekuwa muoga kufanya sabu katika mchezo wa dabi. Ili nalo unalizungumziaje? Mpinzani wako alifanya sabu za kutosha, lakini kwa upande wa mwalimu Steve Becker imekuwa ni kama ngumu kwake kufanya sabu katika michezo hii ya dabi, na sana sana katika mchezo wale. Steve Becker ni kocha mkubwa, ni kocha wa viwango. Kwa kusema swala la kufanya sabu kwamba amekuwa mgumu au amechelewa, anaangalia mahitaji ya timu inavyohitaji na jinsi gani wachezaji wake walivyopokea. Lakini kusema kwamba afanye sabu kama wanavyofanya timu pinzani inakuwa sio walimu. Yeye ameangalia kwamba hawa wachezaji wame-maintain vizuri, lakini hapa nahitaji niongeze mtu fulani ili timu yangu ipande vizuri. Kwa hiyo katika hilo mimi sitaki kumuingilia mwalimu kwa sababu huko mimi sina utaalamu sana. Lakini kule upande wa kushoto kwa Dickson Kibabage, miongoni watu wanalalamika ilikuwa mapema tu mzee kujitutumua, watu walikuwa wanapita sana kwake. Kwa nini mwalimu alikuwa anaogopa kati nje ana Antonio Mligo, kijana ambaye anasifika kwa kuzuia kuliko kushambulia? Siku zote bwana, jambo linapokuwa limepangwa ndio linakuwa tayari lishapangika. Na Kibabage hakuna mtu ambaye hata mmoja ambaye atamzungumzia kwamba ni beki mbaya. Kwa hiyo ni mistake za michezo ambazo zimetokea, lakini kusema kwamba alikuwa watu wanapitia kwake sio kweli, kwa sababu achezi Kibabage peke yake, si ndio? Wanacheza mabeki karibia 4 kule nyuma walikuwa. Kwa hiyo ni mistake mimi niseme ambazo zimetokea kwa Unamzungumziaje Real Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka? Wengine wanasema hili ndilo bao bora la msimu. Unakubaliana nao? Na vile vile umekionaje kiwango chake? Alafu tena umesahau ilitakiwa man of the match. Man of the match Chama. Chama sasa hivi kwanza tumembadilisha jina kwa niaba ya semaji la CAF, wamesema sasa hivi tunamuita Kingunge. Yule mchezaji anacheza, tuseme yuko katika wanasemaje ile maisha ya mbele. Yaani Chama anacheza Chama wa 2030. Kwa hiyo Chama ukitaka kumzungumzia, yani unaweza ukamaliza kurasa zote Chama ukashindwa kummaliza. Yani utazungumzia Chama mpaka yani muda utaisha, lakini bado Chama utashindwa kumaliza nini zake. Kwa hiyo Chama, respect Chama, ujio wake pale Simba amesababisha makubwa sana kwa msimu huu wa dirisha dogo. Kwa hiyo Chama mimi sina cha kumzungumza juu yake. Mungu ampe maisha marefu na Mungu aendelee kumpambania kuendelea kuipambania timu yetu ya Simba Sports Club. Mmeshindwa kupunguza idadi ya alama 5. Unaiona nafasi yenu katika mbio za ubingwa? Haiwezi kuisha mpaka iishe, kwa sababu mechi bado zipo. Wenzetu nao pia wana mechi wanacheza. Lolote linaweza likatokea. Anaweza nao akapata mbabe wake akafungwa, anaweza akasuluhu akapoteza kama tulivyofanya sisi tulivyosuluhu. Kwa hiyo kusema kwamba tumejitoa kwenye swala la ubingwa bado ni mapema sana. Mpaka ishe kabisa ndio tutasema sasa hivi sisi ubingwa tusubirie mwakani. Nimekuuliza hivyo kwa sababu katika ligi yetu timu kubwa ni 3 ambazo zina ushindani unaofanana: Dar es Salaam Young Africa, Simba Sport Club na Azam FC. Wewe kashamalizana na wewe michezo yote miwili, hata ikitokea akadondosha alama kwa Azam
ni bado hujamfikia. Huoni hili linaweza likawa kikwazo nyinyi kwenda kutoa ubingwa? Kwa hiyo kuna Azam tu peke yake, hakuna timu zingine zilizobakia. Tumezungumzia wale ambao mnafanana kiuwezo. Unajua mpira tu zingine tuliopoteza tumepoteza na nani? Na timu za kawaida, lakini watu tunaangalia kwanza mnaofanana nao. Achana na swala kufanana. Huu ni mpira. Mpira sio wa kukalili, mpira unachezwa kwenye pichi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Yaani ukisema kwamba sisi kwamba tumekubaliana na hili kwamba basi ubingwa, ina maana kwa tumejishusha sisi. Sisi hatuwezi kukubali mpaka tutakapoona bwana mechi imebakia ya mwisho. Alama zinasemaje? Hapo ndo tutasema jamani, sasa hivi kweli tuachie wenzetu mabingwa, tusubirie msimu ujao. Lakini kwa sasa hivi ni bado mapema sana. Lolote linaweza likatokea. Najua huna taaluma kubwa sana, lakini umewaona waamuzi. Unakizungumziaje? Umeridhishwa na kiwango chao cha kuchezesha katika mchezo wa leo? Mimi kwanza hii mechi kusema kweli nilitamani ule nini Mkenya ule. Yule Mkenya angekuja yani si yule Mkenya bwana. Yule refa. Hata hao ni marefa lakini hawajafika kiwango cha yule Mkenya. Ni refa wa viwango yule. Hata hao ni marefa wa viwango lakini kwa yule Mkenya mimi bado nitabaki kumpa heshima yake. Hapana, kwa nini tuogope kadi? Wachezaji wanapofanya makosa lazima wapewe kadi. Lakini mimi wewe umeniambia unaonaje ujio wa marefa? Nimekwambia bora tange angekuja yule Mkenya zaidi. Angekuja tena kuchezesha tena dabi. Kwa wana Simba michezo ambayo imebakia. Tunajua mmebakisha michezo 10 kumaliza ligi kuu ya NBC msimu huu. Unawaambia nini wana Simba? Mimi ninachowaambia tu mashabiki wa Simba tusikate tamaa, tuendelee kuisupport timu yetu. Popote takapoenda tuendelee kuipambania ili mechi zilizobaki tujue tunafikia wapi. Tusishuke kwa sababu ya hii mechi ya leo, tuendelee kuipambania timu yetu mpaka pale mwisho utakapofikia. Shukrani sana. Asante sana.